Yeah, otherwise karibu Mr. Photius kwa ajili ya present. Okay, asante sana Ezekiel. Nafikiri kama mlivyoona topic ya leo, ukienda kwenye next page, the main topic ni hiyo community banking ambao nimeweka mwendelezo ya missing link in Africa's development finance ecosystem. Sasa kwa nini nimechagua hii topic? Nimechagua hii topic of course nimekuwa kwenye soko kwa muda mrefu. Kama nilivyowahi kuelezea biography yangu kwa ufupi, mi kazi nilianzia benki kuu kwenye idara inaitwa foreign markets, nikakulia kwenye financial markets, nikatoka huko nikaingia kwenye stock market. Ni miaka ya kutosha, nimepita kwenye karibu masoko yote, foreign exchange market, treasury bills market, niko kwenye stock market, lakini still nikikuta mtu anasema soko letu ni changa, sitaki kukubali kwamba soko ni changa. Na shai kutoa mfano wa mtoto amezaliwa amefikisha miaka 9 hajatembea, huwezi ukasema atembee kwa sababu ni mtoto mchanga. Ni kwamba kuna tatizo kwenye miguu, mpeleke hospitalini, wamnyooshe, wamwekee miguu ya chuma, atembee kwa lazima, kwa sababu natural process tunaifahamu kwa mtoto anapozaliwa na kutembea. Kwa hiyo hicho kitu inabidi tukiangalia hata kwenye commercial haya masoko yetu. Is it true kwamba masoko yetu ni machanga au kuna tatizo somewhere? Sasa mimi katika kufanya research na kujaribu kutafuta tatizo inawezekana liko wapi, hasa kwenye swala linalohusiana na mambo ya pesa Afrika, kuna kitu kimoja ambacho nakipresent leo ambacho naona kama kina misi kwenye masoko yetu. Kwa hiyo nitawapitisha taratibu tuweze kuona kama ni kweli ni hicho kitu, na nitaruhusu mijadala kuona kama kweli kama ndo hicho, tufanyeje sasa kujaribu kukileta kwenye soko letu au kwenye mambo yetu ya pesa, ili sasa tujenge masoko, kwa sababu mambo ya masoko yako interlinked. Banks, community banks, SACCOS, capital market, vyote kuna jinsi ambavyo kuna ile jinsi ya ile wanahitaji, si kuna kamba ambayo inayaunganisha yote. Kwa hiyo nitaanza leo na community bank, na huko mbele tutakuja kukutana na segments nyingine ambazo nafikiri kama nilivyosema nitakuja kuziongelea siku za mbele. Sasa kwa sababu hiyo kwenye hizi global events na nini wanaita na local events sitaziongelea kwa kiwango kikubwa, kwa sababu nafikiri tumeshasikia sana siku za nyuma, most of them negatives. Ndio maana kwenye global events nikaamua kuleta some positive news ambazo nafikiri umeshazisikia,